Na tamasha la Simba Day limeweza kutamatika hii leo licha ya kuwa hamjapata matokeo ambayo mashabiki wengi mlikuwa mnatarajia. Kwanza umeupokeaje mchezo wa leo kwa kukitazama kikosi chako na sajili mpya ambazo wamezifanya ndani ya kikosi cha Simba? Ya kwanza tamasha ni kwamba halina sana kwamba unahitaji matokeo, bali ni kwamba unakuwa unapima na kuangalia kwamba utaenda kuanzaje msimu. Kwa hiyo kwa sisi kama wana Simba ambao tumekuwa kwenye hili tamasha, tumekuja kuangalia hili tamasha, sisi tunaona kwamba walichokiona leo, kuna mtu asije akadhani ya kwamba ataikuta Simba ikiwa kwenye namna hiyo. Na mimi ninawaambia mtu asije akakurupuka tarehe 12. Mimi ninakwambia huo ni mtego. Kwa hiyo kama kuna mtu ataingia kwa namna yoyote akidhani ya kwamba Simba ni dhaifu, Simba sio dhaifu. Kwanza ukiangalia aina ya uchezaji, unaona kabisa kwamba timu ipo, ila asema kwa sababu ya labda kutokuweka goli ndio mtu anaweza kaona kwamba labda kikosi ni kibovu. Mimi naamini ya kwamba timu yetu ni nzuri na ilikuwa kwenye pre-season na sasa hivi ndio imekuja. Kwa hiyo kupoteza kwenye mechi ambayo ni ya tamasha haikupi garantia kwamba mtu akija kwenye mechi ya mashindano anaweza akapata matokeo. Matokeo haya wewe kama shabiki hayakupi hofu kuelekea katika mchezo wa tarehe 12 dhidi ya watani wenu Yanga kwenye mchezo wa ngao ya jamii? Kwanza mimi hayawezi kunitetemesha kwa aina yoyote. Labda kama uyaelewa mimi tumetoka Arusha, tumekuja kushuhudia tamasha la Simba Day na sasa hivi tukitoka hapa tunarudi zetu Arusha tena vizuri na vibe kubwa ndani ya magari yetu. Wala hatuwezi kuhofu kitu chochote kwa sababu tunaamini ya kwamba sisi ni wana Simba na sisi muda wote ni kwa ajili ya kuifanyia Simba kazi na kupambana kwa namna yoyote ile. Sasa tamasha aliwezi kutukatisha tamaa, aliyakuwa bado tuna mashindano makubwa ambayo tunahitaji kwenda kupambania. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukata tamaa na hakuna mwana Simba yoyote anaweza kukata tamaa kwa mechi ambayo ni ya tamasha. Kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba coach mwenyewe alikuwa anajua kwamba licha ya tamasha la leo ana mechi zidi ya mtani kwenye mechi ya ufunguzi. Hiyo ndo mechi ambayo ni kubwa ambayo sasa akipoteza hiyo ndo ningekuja hapa labda nikaeleza kwamba kuna kitu labda hakiko sawa sawa, lakini kwenye mechi ya tamasha mimi ninazidi kutisitiza hili. Mtu akija kichwa atakula za uso 7. Unawaambia nini wale mashabiki wa Simba ambao wengi wanatoka ndani ya mchezo huu wakiwa wanalalamika kwamba walitamani kupata matokeo ya ushindi lakini wameweza kupoteza kwa bao moja kwa 0? Mimi naamini ya kwamba kwa sababu wao umesema ni mashabiki, labda walikuwa wanatamani kuona zaidi ya hicho kilichotokea, lakini kikubwa ni kwamba yote kwa yote limeshatokea hilo na hatuwezi kulikwepa, limeshatokea. Kwa hiyo tuangalie mechi zinazokuja. Hicho ndio kitu cha msingi ndugu yangu. Asante sana. Pamoja. Bwana, tamasha la Simba Day limeweza kumalizika licha ya kuwa hamjapata matokeo mazuri. Kwanza tuanze, mchezaji gani ambaye amekukosha kwa kuonesha kiwango nzuri hasa kwa wachezaji wa sajili mpya ambazo zimesajiliwa ndani ya kikosi cha timu yako? Mimi kusema na wake yule winga wangu wa kushoto yule nani si yule igizo jipya yule kweli kafanya vizuri, ila ninachosikitika mimi kwa kikosi hiki tulichokuwa nacho, siko na kikosi cha ushindani. Tumekuja kweli kikosi cha kumfunga Yanga tarehe 12 Zanzibar. Mbona kikosi cha ushindani mbona sijakiona bado? Ndio ambacho kitu kinachomiza mimi leo. Alafu sasa kitu ambacho kingine nani kinanishangaza leo, boss kapanda pato anambia kikosi hiki kimepanda thamani. Mimi ninavyojua Simba tangu miaka nilianza kufuatilia Simba au mwaka kama sio mwaka wa 10 nilikuwa tangu pata kufahamu yangu. Naona kila Simba kila miaka anapoenda Simba anashuka thamani, sio kupanda thamani. Hiki kikosi hiki sio kikosi cha kuambia Simba imepanda thamani. Hii Simba imeshuka thamani, mwaka jana mwaka huu yote ni yale. Tena bora mwaka jana kuliko mwaka huu. Kwa kikosi hiki mimi nakwambia tukifanya siala Yanga ataendelea kuwa bingwa hata miaka 1000. Unasema? Yanga ataendelea kuwa bingwa hata miaka 1000. Hiki nini wakati umefanya maboresho kwenye kikosi? Hakuna jipya. Wewe niambie sio angalia mchezo mwanzo mwisho. Kipi ambacho chona cha Simba ambacho kusema Simba ni Simba ushindani. Nikuulize wewe Simba ipi pale ulichokiona cha Simba ushindani. Lakini baadhi ya mashabiki wenzenu wamekuwa wakidai kwamba mchezo wa leo kupoteza ni mtego kwa watani zenu kuelekea katika mchezo wa tarehe 12. Hakuna kitu kama hivyo. Mechi zote za Simba za Yanga Day Simba Day zinakuwa kesho kuna ngao ya Jimmy ngao ya Hisani na Yanga. Simba tunashindaga hapa goli 3 goli 4 jambo la kawaida. Goli 5 tunamfunga. Leo kutuambia umetoka suluhu kutuambia eti tumeficha mchezo wa kesho kutwa ni uongo. Tuna kikosi kibovu. Kwenye kwanza tuongee
ni kikosi chetu ambacho si kikosi chetu kibovu, tuna kikosi kizuri. Hatuna kikosi cha ushindani sisi. Na tunawaambia mashabiki wa Simba, tusipoangalia hata kesho kutwa tunakula hata mkono Zanzibar. Kwa Yanga japokuwa hajaonekana, ila Yanga zetu wamejisajili. Alafu sisi propaganda nyingi, uongo mwingi, hatuna ukweli kwenye timu yetu sisi. Lakini hii ni kikosi ambacho leo wamecheza mchezo wa kirafiki. Tarehe 12 wanakwenda katika mchezo wa ushindani wa ngao ya jamii. Nyota njema inaonekana asubuhi baba. Nyota njema inaonekana asubuhi, hata kwa nyuma Simba walivyotoka miaka 4 iliyopita ile. Enza kina nani wako pale, kina Dilunga kani wako pale. Simba Day kama hivi tunaona, yes, Simba Day yetu mwaka huu imefanya vizuri. Tunaenda vizuri kwenye ligi. Sasa yeye niambia kwenye ligi sio tunaingia vipi kwenye ligi? Sisi tuliona Rwanda kule timu, tukataja Rwanda kule sisi wageni hatujaiona live. Tunaiona hapa leo ujinga unacheza ujinga mtupu ile. Ile timu ya ushindani ile. Mimi nakwambia timu yetu hatuwezi kushindana hapa ndani mpaka nje, timu yetu hatuwezi kushindana. Mpaka nje sisi tunashindana nani nje timu kama ile? Nani sisi tutamfunga nje timu kama ile? Sio hapa ndani. Hapa ndani si Yanga tunyoshe mikono kwa Yanga. Yanga mwenzetu yuko vizuri. Tuongea nataka kwa tuongee ukweli. Yanga mwenzetu yuko vizuri. Kajipanga Yanga. Kwani kikosi timu yako hakijajipanga? Kujipanga na tunadanganyana. Ule ni uongo, propaganda nyingi. Yaani Simba sisi tunaongopewa kwa sababu watu wadogo. Tunakusanywa tunaongopewa 1 2 3 sisi tukifurahi. Tunafurahi. Lakini ukweli ndio kama umeshairi. Wewe dakika nyongeza na nusu sisi tufunga goli. Dakika nyongeza sisi tufunge goli. Kikosi chetu cha kushindana na Yanga kile. Unaambia hata 12 tunafunga Yanga hata 12 sisi kwa kikosi kile. Sisi Yanga tumfunge hata 12 kwa kikosi kile. Labda tubadilike. Wallahi mimi nakwambia nitafuta mimi. Labda tubadilike. Kama ndapata wai kwa Zanzibar tenda Zanzibar. Kwa hiyo kipi hasa ambacho kinakupa hofu kuelekea katika mchezo huu wa tarehe 12 licha ya kuwa watani zako bado hujaona kikosi chao? Watani sijawaona. Ila watani maboresho wao wafanya ya kawaida, afu umeingiza gizo jipya. Ile gizo jipya ambalo limeingia ni gizo ambalo linakutia hamasa hata mwenyewe ya kusema tena anafanya vizuri. Lile gizo kuna shauri ile pale. Kuna ile ngoma kaja pale kiungo. Wanakutia hamasa. Sisi nani kupanda kwa kutia pale hamasa sisi? Wakumfunga Yanga tarehe 12. Tuambie nani pale kwa sababu huyu atamzuia Yanga tarehe 12. Niambie pale nani? Niambie Dumbia kijani. Dumbia kakifanya nini? Yeye na goli anakosa. Kule sisi tunadoge nini? Hapa ina goli anakosa Dumbia. Ana nini? Kakifanya nini huko Blaza Game? Sisi tusidanganyane, katika kwa tuongee ukweli. Sisi hatuna kikosi cha kushindana na Yanga. Sisi bado kikosi cha kushindana na Yanga sisi bado hatuna. Kwenye ukweli tunaongea ukweli. Tongo pia ili uoje. Alafu bosi anakuja hapa tukwambia kikosi hiki kimezidi zamani. Zamani kimepungua zamani. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi amezungumza kwamba bado hawajafunga usajili. Sawa. Kama ukifanya usajili basi tutapata timu ya kushindana. Lakini kwa usajili ule timu ya kushindana sisi hatuna. Katika kwa tuongee ukweli, sisi timu ya kushindana sisi hatuna. Ila kama wataongeza usajili, inawezekana timu ya kushindana sisi tutakuwa nayo. Hakuna. Usitomea masta friendly match nini babu? Sasa matokeo. Usitomea masta friendly match. Na kule Rwanda wanatuambiaje? Na kule Rwanda, haya watuambie ile friendly match. Watuambie friendly match. Miaka ya Simba tunajua Simba haina friendly match na nini? Simba shinda hapa. Mechi kama hii Simba anashinda. Goli 4 mpaka goli 5. Hiyo tuambie friendly. Huyu anajua mpira kweli. Sisi na uchungu na Simba tunaongea. Sisi tunapata tabu mitaani, sio wao. Viongozi wanapata tabu. Asante, nashukuru. Kama unavyofahamu kwenye sherehe ya ndugu yako ama jirani yako huwezi kukosa majirani ndani ya hiyo sherehe. Tumekutana na shabiki wa Yanga. Kabla ya mchezo tuliweza kuzungumza na hatimaye mchezo umemalizika na watani zako wameweza kupoteza kwa bao 1-0. Kwanza tuanze katika sajili ambazo wamefanya kikosi cha Simba. Yupi mchezaji ambaye kwako wewe amekuvutia kwa kiwango ambacho amekionyesha katika mchezo leo? Simba wamefanya usajili mzuri na ukiangalia leo Simba leo alikuwa hataki matokeo yale mazuri kwamba labda ashinde. Leo Simba ameingia uwanjani kwa ajili ya kufanya rotation, kuangalia quality ya wachezaji na kujua aanze yupi afu yupi aingie sabu, unaelewa. Kwa mimi siwezi kuwalaumu Simba kwa matokeo ambayo wameyapata leo. Sajili zote za Simba zilifanya msimu huu. Zote zimekiliki vizuri na wote wana level mzuri na watasaidia kwenye mashindano yao yanayofuata. Lakini wenyewe mashabiki wa Simba wameonekana wakilalamika kwamba wamepoteza mchezo, timu haichezi vizuri na wengine wakiwa na hofu dhidi yenu kuelekea katika mchezo wa tarehe 12. Huyo anayelalamika juu ya matokeo leo ya Simba huyo sio mwana michezo, na huyo ajue mpira, unaelewa. Mpira blaza ni matokeo matatu, unaelewa. Hususan kwenye game kama hizo za kirafiki, kupoteza sio jambo geni sana na wala sio jambo la kushangaza, unaelewa. Kwa sababu Simba walikuwa wamekuja kwa ajili ya kufanya rotation. Na ndio maana mechi ya leo magolikipa watatu wote amecheza. Kila mchezaji alikuwa anampa nafasi ya kucheza aoneshe nini ambacho amekuwa nacho. Lakini mwalimu angekuwa anataka matokeo kwamba ya kushinda leo, lazima angeanza kitu ambacho kinaeleweka, wachezaji ambao wanacheza siku zote, alafu ungeona kabisa kwamba wamefungwa kihalali. Lakini leo kila mchezaji kampa muda wa kucheza ili kuangalia quality, kuangalia nafasi na juhudi za mchezaji mmoja mmoja, unaelewa. Na ndio maana nakwambia kabisa ukitaka kuamini hawa Simba wacheza leo sio wale wanacheza siku za nyuma. Angalia mechi ya Jumatano kule Amani Zanzibar,
watakavyobadilika, ni sio walocheza leo. Kwa namna ambavyo umekiona kikosi cha Simba kwenye mchezo wa leo kuelekea katika mchezo wa tarehe 12, una lipi la kuzungumza? Wanakwenda kukutana na nyinyi Yanga ambao pia nyinyi wenyewe mmefanya usajili kwenye kikosi chenu, mmefanya maboresho. Unaonaje mchezo utakuwa namna gani? Ndio maana nakwambiaje, bora hata wa Simba tumewaona hii mechi ya 3 na ya 4 tumewaona kule Rwanda mechi 3, tumewaona hii hapa leo. Kwa hiyo bora hawa Simba tunajua madhaifu yao kwamba hapa na hapa, lakini sisi hamjawahi kuona kwamba hata kwa mechi ya kirafiki sisi tukicheza, je, kama sisi ni wabovu kuliko hawa Simba, unajuaje? Kwa hiyo matokeo mazuri au ile uhalisia wa sisi Yanga tutauona kesho tutakapocheza na game yetu ya kirafiki. Taangalia je, sisi tunafunga vizuri au sisi ni afadhali au vipi, unaelewa? Kwa hiyo mimi siwezi nikawalaumu Simba leo kufungwa na goli moja na hawa jamaa hapo wa Kenya, na kitu ambacho naweza kushauri na kuzungumza ukweli kabisa ni kwamba Simba na kikosi kizuri na Simba hawa watafanya vizuri zaidi. Wachezaji ambao wakatia tamaa leo hawa watakuja kukushangaza tarehe 12 kule Zanzibar. Asante sana. Asante sana. Bwana, pia nipo na shabiki wa Simba. Bwana, mambo vipi? Shwari brother. Bwana, mmeonekana mkitoka kwenye mchezo huu mkiwa kinyonge sana. Kipi ambacho kinawapa unyonge? Mimi ninachokifahamu kumekuwa kuna maingizo mapya kwa kocha, na alichokuwa anakitaka leo kocha ni kuburudisha. Hili ni bonanza, au sio brother? Lakini pia nimemsikia kuna mwanangu mmoja amezungumza juu ya changamoto ya Ibrahim Dumbia. Mimi nachotaka kuambia ndugu zangu wana Simba, dunia sasa hivi tumekuwa tuna changamoto ya striker. Hiyo yote inajulikana na watu ambao wamekuwa kufuatilia mpira, kwa mfano World Cup, wote wameiona kwamba kumekuwa kuna changamoto ya striker. Sasa nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Ukiangalia takwimu za Dumbia akiwa Mali zote manake zinashawishi brother, au sio? Manake zilishawishi, ndio maana management ya Simba Sport ikaamua kumsajili, au sio? Kwa mimi ninachodhani jambo ambalo linatakiwa leo la msingi ni sisi sasa hivi wana Simba, cha kwanza kutiana moyo, kusapotiana. Ligi ndio imeanza, hakuna namna yoyote tutabadilisha kwamba Dumbia sio mchezaji wetu, lazima atakuwa mchezaji wetu brother. Alafu angalia Simba haijaenda pre-season, au sio? Na unapozungumzia pre-season kwa watu wa mpira wanaelewa, manake ni kocha ama benchi la ufundi napata good time na wachezaji wake kusomana for the purpose kwa ajili ya kucorrect makosa. Angalia sisi pre-season yetu tumeenda tumecheza game zote Rwanda pale ambazo ilikuwa ni open game, na ukishazungumzia open game au mechi yoyote brother, unajua mpira watu wanasiki kwa ajili ya matokeo. Kwa unapokuwa unapambana kwenye matokeo kuna vitu vili, kuna ile pressure kudemand matokeo, ama kuna ile kutaka kuwafurahisha mashabiki wako. Kwa namna fulani inaweza kumfanya kocha mwenyewe akashindwa kukipata kile kitu anachokitaka. Ndio maana kwa mfano timu yangu Simba Sport imekuwa ikisafiri sehemu za mbali kwa ajili ya kwenda kujificha pale, kufanya indoor game for the purpose ya kujitengeneza, afu mwisho wa siku tunakuja kucheza tamasha kama ile afu tunashinda. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba haya ni matokeo tu, na mimi ninaamini kabisa kwamba management ya Simba Sport wao wamelichukulia hili jambo ni positive, na we have learned it, na trust me tutakutana tarehe 12 brother. Kuna kitu kingine kipya tutaenda kuzungumza, watu wataishangaa hii Simba. Mimi I trust it na iamini sana ndugu yangu. Kikosi cha Simba tumeona kuna maingizo mapya na leo wachezaji wote wameweza kucheza na wameonyesha uwezo wao. Ni mchezaji gani ambaye kwa kiwango ambacho amekionyesha wewe kwako amekuvutia na una imani kubwa kuelekea katika msimu wa mwaka 2026-27? Huyu Seresto, lakini sasa changamoto ni kwamba namba ambayo anacheza brother. Ukiangia kuna Libasegwe, Aniseti Oura, Chama kama kaida amesha stiki pale kama gogo, au sio? Kwa hiyo changamoto yangu ni kwamba atakuwa ni substitution, lakini ni mchezaji mmoja mzuri sana. Tarehe 12 mnakwenda kukutana na watani wenu Yanga visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Kwa namna ambavyo timu yako hii leo umeiona inavyocheza, unaiona kwamba inakwenda kupata matokeo mbele ya Yanga? Cha kwanza naiheshimu dabi brother. Dabi ni dabi. Yaani hata kama unkute Yanga yuko mbovu ama Simba yuko mbovu, dabi ni dabi, au sio? Lakini jambo la pili, mimi naiamini sana Simba Sport. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hiyo tarehe 12 tutatengeneza matokeo, kwa sababu najua kocha Steven Baka atakuja na mpango mkakati kuhakikisha kwamba anatengeneza matokeo, kwa sababu namba moja, tuna pressure kubwa, tunahitaji makombe. Maana yake kila kombe ambalo tunaenda kushiriki sisi tunahitaji kushinda brother. Kwa hiyo naamini kabisa tarehe 12 tutakuja na kitu kingine tofauti na tutawashangaza hata baadhi ya mashabiki ambao wanakuwa wanailaumu Simba Sport. Niamini kabisa brother, watakaa kimya. Hii Simba Sport itaenda kuwa ni timu moja katili sana brother. Tarehe 12 mchezo wa ngao ya jamii unakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Kwako umepokeaje haya maamuzi ambayo yamefanywa na TFF, mchezo huu kupelekwa visiwani Zanzibar? Sasa hapa
ninaweza nikazungumza katika hali ya kishabiki brother, lakini ninachoamini ni ngao ya hisani, ngao ya jamii, ambapo target mama ni kwa ajili ya kufanya charity. I think that is the purpose zaidi ya kuwa na mchezo kama huo. Sasa kusafirisha kule sidhani kama ilikuwa imekaa vizuri sana, lakini nadhani imefanyika vile kwa sababu ya changamoto ya uwanja, ambao uwanja wetu tumekuwa tukiutumia wa Mkapa, ambao uko na kwenye maandalizi makubwa kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo sidhani kama ninaweza nikaraumu, lakini ingekuwa ni bora zaidi, kwa sababu hii ni game ambayo inahusisha vijana wa Kariakoo, au sio? Simba Sport na Dar es Salaam Young Africa. Mimi nadhani ingekuwa ni bora sana kama ungechezeka kwenye jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kumaintain ile identity ya timu. Asante sana. Nashukuru sana brother. Asante sana. Bwana, kwenye sherehe yoyote huwezi kumkosa jirani. Leo tumekutana na shabiki wa Yanga ambaye amekuja kwenye tamasha la Simba Day kuja kuwashuhudia watani zake Simba. Katika mchezo wa leo tunawafahamu kikosi cha Simba wamefanya maboresho kwenye kikosi chao, kuna maingizo mapya ambayo wameingiza kwenye kikosi chao. Kwa namna ambavyo umeutazama mchezo, ni mchezaji gani ambaye kwako amekuvutia kwa performance ambayo ameionyesha, hasa hao ambao wameingia kwenye dirisha hili kubwa la usajili? Kwa upande wa Simba kuna winga nimemwona mfupi ngasi, sijaweza kumfuatilia, ni Kalesu. Kalesu namba 11 ameonekana kidogo ana kiwango cha kuchezea Simba, ila mfano hao kina Dumbia na wengine naona msemaji wao anazidi kwa ana motivate, lakini kiwango chao bado kipo chini sana. Sidhani kama kwa wasipojitahidi kusajili, na mimi naona kuna mwaka mwingine tena wa kuchukua ubingwa Yanga. Kwa mwakani tena Yanga unaiona inakwenda kujirudia. Kwa ile kauli ya Likamwe naona inaenda kujirudia, kwa sababu kwa striker kama striker zao walizonazo, kwa usajili waliosajili trip hii naona hamna mchezaji mzuri zaidi ya Kalesu. Kwa Simba wajitahidi, lakini kwa kikosi walichonacho, kama wameshindwa kumfunga hii timu ya Kenya, watamweza Yanga kweli? Lakini wamesema hii ni mechi ya kirafiki, ni mtego kwenu nyinyi kuelekea katika mchezo wa tarehe 12. Hapana, yani wanasema pembe la ng'ombe alijifichi, na sidhani kama siku ya sherehe, yani siku ya sherehe yako unaweza ukashindwa kucheza vizuri kutegemea kwamba kwa ajili ya Yangao, ni kitu ambacho ni uongo kabisa. Kwa kiwango chao kimeishia hapo, kwa yote kwa yote, lakini nimeona bosi wao amewaahidi, anasema dirisha bado lipo, kwa wanaweza wakajitahidi haraka kabla ligi haijaanza. Kuna namna ambayo unaiona anakwenda kuboresha kikosi, kwa hiyo nafasi ambayo tajiri wao amesema. Mimi nahisi tu ni maneno ya kuwafariji washabiki, kwa kama wamesajili kwa muda karibia takribani mwezi mzima, umeshindwa kusajili vizuri, hizi wiki moja wiki mbili utaweza kweli? Kwa naona tu ni maneno ya kuendelea kuwafariji washabiki. Tarehe 12 unakwenda kukutana na watani zenu Simba katika mchezo wa ngao ya jamii. Kwa namna ambavyo umewatazama hii leo wapinzani wako, unaiona timu yako inakwenda kupata matokeo mbele ya Simba? Kwa jinsi nilivyoiona kikosi cha Simba na kwa jinsi ambavyo tulivyosajili sisi, naona zile 5 zinaenda kujirudia tena. Naenda kuona mtani anaenda kufa, hata ikipungua si chini ya goli 2 na kuendelea, kwa uwezo wa kikosi chake kilivyo, manake hamna, yani mwenye performance nzuri ni yani kwa waliosajili ni huyo na Kalesu. Kama unasema kwa namna kikosi chake, wewe kikosi chako tayari ushakiona? Kwa kikosi changu jinsi kilivyo, uwezo wa mchezaji mmoja kwa kwenye kumfuatilia, naona tuko vizuri. Asante sana. Asante. Klabu ya Simba leo mlikuwa mnatimiza miaka 90 toka kuanzishwa kwake mwaka 1936. Lakini hii leo mmeonekana mmetoka kinyonge kweli katika mchezo huu. Kipi hasa ambacho kimewapa unyonge? Shida ni wachezaji wanaotusajilia, viongozi wetu kama Ibrahim Dumbia, ule mchezaji kabisa na hisi hata alikotoka sio first 11 kabisa, naona kabisa labda alikuwa anaanzia benchi au labda mchezaji mwingine akiumia, kama labda mchezaji kama Kalesto, kama Ibrahim Jabali, ndio wachezaji angalau ndio ametuonesha kitu. Lakini kama Ibrahim Dumbia, kwa kina Kevin Nasho, kwa kweli kiwango chako mimi sijaridhishwa nacho. Naona kama 5 za wananchi wataendelea kututesa sana. Lakini baadhi ya mashabiki wa klabu yako wamesema kwamba matokeo ya leo ni mtego kuelekea katika mchezo wa tarehe 12 dhidi ya watani wako Yanga. Mtego sikukuu, siku ya furaha kabisa, siku ya sherehe, useme mtego? Kwani wenyewe wamekosa nafasi ngapi? Kama Dumbia amekosa nafasi ngapi? Amekosa nafasi ngapi Dumbia? Yeye na lango, yeye ndani ya box anatoa pasi, anapoteza mpira ndani pale. Kwa hatuna striker sisi.
angalau angebaki hata ile Mpanzu vile vile anacheza kama striker namba 9. Lakini hilo ndo ambalo linakupa hofu kuelekea katika mchezo wa tarehe 12 dhidi ya Yanga, mchezo wa ngao ya jamii. Dabi sio nyepesi, kama wanavyofikiria wao, maana hata wao timu yao bado hajaiangalia, labda tukiangalia kesho tuone nao labda. Tarehe 12 mchezo wa ngao ya jamii unakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Taarifa hii kwako ulipokeaje? Kwa sababu wengi wamekuwa kilalamika kwamba mchezo unapelekwa Zanzibar ili hali Tanzania bara vipo viwanja ambavyo vingeweza kutumika kuhodhi mchezo huo. Mimi naona kama wametuhujumu kama mashabiki, kama wanachama, manake kama sisi hapa tumetoka mkoani, tumetoka Sumbawanga, manake kuvuka tena Zanzibar inakuwa ni vigumu, gharama inakuwa ni nyingi sana. Asante sana. Asante.